kwa ukiri wa imani ya Kikristo inafungua eneo hili la Msakuzi kuwa mtaa katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bariki eneo hili la mtaa wa Msakuzi ili liwe chimbuko la huduma ya neno lako na sakramenti takatifu na baraka zote ziletwazo na mwana wako Mwokozi wetu Yesu Kristo. Watu wote watangaziwe habari njema za wokovu wake ili waokolewe na kuwa warithi wa uzima wa milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe kama mbinguni. Amen. Natangaza kuwa mtaa wa Msakuzi wa usharika wa Kibamba wa Jimbo la Magharibi katika Dayosisi ya Mashariki na Pwani ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania umefunguliwa rasmi. Neno linalotuongoza linasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Zaburi ya 133 aya ya kwanza. Fadhili akuinulie uso wake akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa tutaendelea na sehemu ya pili ya kulifungua jengo hili. Bwana asifiwe. Leo tunaweka jiwe la msingi. Tunaweka jiwe la msingi, alafu tunafumba macho, tunafungua, tunakuta jengo limekamilika, tunalifungua. Tukishafungua, tukishaweka jiwe la msingi, ndio tutazunguka. Namba 59, fungu la kwanza. Kazi ni yako Bwana. Ili kutunza historia, Mheshimiwa Baba Mkuu wa Jimbo, wachungaji, wainjilisti pamoja na washarika wote ambao tuko hapa, napenda kutoa taarifa fupi ya kanisa dogo la KKKT mtaa wa Msakuzi ambalo limejengwa kwa awamu tatu. Awamu ya kwanza ilianza tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka wa 2007 na awamu ya pili iliongezwa mwaka 2000. Mungu mwenye enzi yote na wa milele, Mungu wa baba zetu na vizazi vyote, wewe uliyetuchagua tuwe wana wako na warithi wa uzima wa milele, uliotupa katika Yesu Kristo mwanao aliye kichwa cha kanisa, kwa neema ya nguvu zako tumekujengea nyumba hii.
tumekujengea nyumba hii ambapo sisi tutakuwa tukikusanyika ili tukuabudu wewe na jina lako litukuzwe. Tazama, mbingu na mbingu za nchi hazitoshi wewe sembuse nyumba hii tuliyoijenga. Hata hivyo wewe umekubali kuwa miongoni mwetu. Nao Yesu Kristo ametuambia, walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nitakuwepo papo hapo pamoja nao. Amen. Sinaomba sasa tutaweka vifaa vya kumbukumbu au msingi na Mungu wetu chenye utaratibu wa ibada pamoja na nyimbo na miongozo mbalimbali ya ibada. Tutaweka na vitabu vya mwongozo wa dayosisi yetu, katiba na kanuni. Hapa tuna orodha ya aina mbili za majina ya washarika. Tunza historia yetu, tutaweka orodha ya wale washarika waliokuwepo wakati tawa unaanzishwa. Halafu tutaweka orodha ya pili ya majina ya washarika wote na watoto ambao wapo mpaka leo. Bwana asifiwe. Wapendwa watu wa Mungu, nikumbushe tu, na nimekuwa nikikumbusha kwenye sharika na mitaa yote ya jimbo hili, jiwe la msingi lengo lake ni alama ya dua na sala. Wenzetu kwa niaba yetu wakiendelea kulizunguka jengo hili, mahali ambapo tutaendelea kukutana na Mungu wetu kwa siku atakazotupa kuishi hapa duniani. Njoni kwa ponya, njoni kwa piga kinanda tuko pamoja.
Njoni kwa Bwana, njoni leo, sikilizeni neno lake, anapenda kutubariki, atuita njoni. Njoni kwa Yesu, fuateni, peni mioyo, itikeni, kweni ni boma lifikalo, hatari zote. Upepo utangaze, upepo utangaze, Yesu aponya, mataifa yashangaa, Yesu aponya. Shangilia. Haleluya. Basi sasa nakata utepe huu kwa ishara ya kufunguliwa kwa nyumba hii ya ibada, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Sasa siku hizi nyumba zetu za ibada zina shughuli nyingi za kiibada. Kwa hiyo kwa sababu sitegemei tutafunga tena huko ndani. Kwa nidhamu ya watu wa Msakuzi, sitegemei pia kwamba tutafunga kanisa kwa sababu wameshindwa kutia yale tuliyosoma hapa. Kwa hiyo nitampa tu mchungaji wa uhifadhi ili iwe kumbukumbu. Tunaliposini hapa. Amen. Siku mkiona nimezifuata, hicho itakuwa ni kilio, sio sherehe. Lakini sidhani kama itatokea. Haleluya. Amen. Basi fungua na Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.